Father akiwa hapa na ratibu yote. Baba, asante sana. Mpendwa Baba Mwadhama, Potasi Kardinali Rugambwa, mshangwera wetu, Askofu Ludovic Joseph Minde, washama askofu wakuu, washama askofu, wapendwa mapadri, washemasi, watawa wetu wa kike na wa kiume, viongozi mbalimbali walioko hapa, waumini wapendwa na wageni wengine walioko hapa. Kristo tumaini letu. Nipende kuwakilisha salamu zetu za baraza katika mambo mawili tu. La kwanza pongezi na la pili shukrani. Naomba pia nitumie maneno ya mhubiri wetu Askofu Antoni na hata mhubiri wa jana Baba Rogati katika kuziwakilisha hizi salamu zetu. La kwanza ni pongezi kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, maaskofu walioko hapa na wale ambao hawako hapa. Kama wanarika tumekuja hapa na hata wale ambao wamewakilishwa kuja kumpongeza mwanarika mwenzetu Askofu Ludovic Minde katika jubilei yake ya miaka 25 ya uaskofu. Naomba tumpongeze. Miaka 25 tangu alipowekwa wakfu. Tumesikia Agosti 5, 2001 katika kumbukumbu ya kutabaruku kanisa la Bikira Maria Majore. Miaka 17 Kahama na mingine iliyobaki hapa. Kwa kweli miaka 25 kama alivyosema mhubiri kama askofu sio kazi rahisi, lakini baba huyu kama tunavyomwona amemudu na amefanya vizuri tangu wakati ule mpaka leo. Baba Minde, hongera sana. Tunakupongeza pia kwa katika hiyo miaka yote, miaka 40 ya jumla ya kuwa padri. Utume wako kama tulivyosikia umeufanya kwa ari kubwa, kwa moyo wa sala na ibada, kwa umakini mkubwa, kwa viwango vya juu na bila kujibakiza. Kila mahali tumeambiwa kwa misa alizofanya kutoka korna ya jimbo hili, kutoka Kikelelwa mpaka Rondugai, Kimanyatu mpaka msitu wa Tembo, mpaka Chekereni mpaka kule mlimani Mbayarisi, mzee akupumzika. Lakini kutoka jimbo la Moshi mpaka Baraza la Maaskofu, kutoka kanisa la Tanzania mpaka Roma huko mpaka kanisa la kimataifa. Baba, hongera sana. Katika hiyo sehemu ya kwanza ya pongezi zetu, nitaje mambo mawili pia ya yeye kuwa mchungaji na kuwa mwalimu. Kama mchungaji sio tu ameongoza watu kwa mikutano au kwa katibu mkuu amesema mambo ya networking katika miundo mbinu, lakini nafikiri yeye pia silaha kubwa aliyotumia kama tulivyosikia ni sala, kwamba ni sala. Mimi ningesema mchango wake mkubwa ni kama askofu mchungaji. Nafikiri moja ya jukumu ambalo ametukumbusha hata sisi ni kwamba tunapaswa kuongoza watu wetu katika utakatifu, na hiyo yeye ameifanya katika moyo wake wa sala, katika moyo wake wa ibada, na kwamba kazi ya mchungaji mkuu waongoza watu pia katika utakatifu, kuwafikisha katika utakatifu kule ambapo tunaelekea.
Mtakatifu Francis de Sales aliyeishi katika nusu ya pili ya karne ya 16 mpaka sehemu ya kwanza ya karne ya 17, yeye kama vile anatoa uhaueni kwa maaskofu katika kusali, kama anawahurumia. Anasema maaskofu hawafaulu sana na wadaiwi kiwango kile kile cha sala kama ambavyo wangedaiwa watawa ambao muda mwingi wako na nafasi ya kusali kama wanasali. Lakini Baba Minde anaisaisha hiyo, anasema kwamba maaskofu pia wanapaswa kutafuta muda wa kusali katika ratiba zao ngumu za kichungaji. Tulipokuwa Mesea karibuni, katika michakato miwili inayoendelea katika kanda ya Mesea ya wawili kutangazwa kwa maaskofu watakatifu ni maaskofu Askofu Makale wa Fort Portal Uganda, ambaye alikuwa askofu wa kwanza, na kama mnavyofahamu askofu mkuu wa Nairobi Kardinali Otunga. Kwa kweli inatia moyo, inatutia hata sisi maaskofu moyo kwamba katika kundi lile la watakatifu sisi pia tunatakiwa tupite huko, na Baba Minde anatupitisha hilo, anatupitisha katika hilo. Na kama Yesu mwenyewe kila mara alivyotafuta mahali pa faragha na kwenda kupumzika na kusali, kama tunavyosoma Marko sura ya kwanza mstari wa 35 mpaka 41, hivyo na sisi tunakumbushwa. Namshukuru Baba Minde, abaki hapo hapo, asirudi nyuma, kwamba baadaye mambo makuu yafuate. Yohane Vianney tulimkumbuka jana, anatukumbusha kuwa katika sala tunaungana na Mungu. Katika muungano huo wa karibu katika sala, roho inaungana na Mungu. Na Yohane Vianney anaeleza kwamba roho ikiungana na Mungu kuna kiwango kile ukifikia huwezi tena kuitenganisha na Mungu. Sijui mapadri tuko hapo pale au bado tunaikaribia, maana kwa hiyo ni kuitafuta ile kiwango. Kama fadhila, ukifikia sehemu fulani ya fadhila haiwezi kushuka tena, hata wakusumbue namna gani. Baba Minde tunakupongeza, lakini jubilei ya askofu ni jubilei ya jimbo. Kwa hiyo wana jimbo la Moshi tunawapongeza sana kwa jubilei hii. Katika lile la pongezi, kama mchungaji, yeye pia ni mwalimu. Jana walisema ni mwalimu wa maandiko matakatifu, na kweli neno la Mungu anaitendea haki. Baba Minde ukimwomba hata aongoze sala fupi, wakati mwingine hata sala kabla ya chakula, anasema lete Biblia, neno la Mungu lipo. Mbona hiyo sala inaeleweka? Anasema wewe lete neno la Mungu hapa. Kwa hiyo ule upendo wake kwa neno la Mungu na kuendelea kuifundisha fundisho Segerea kabla ya kutwaliwa, na baadaye ameendelea katika maisha yake. La pili baada ya pongezi ni la shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya utume wake katika kanisa kwa miaka yote hiyo. Kwa kweli utume wake anafanya kwa bidii kubwa. Wengi tunamfahamu, wengine labda wanasema ni mkali, alisema mhubiri, lakini Baba Minde akikupigia simu akitaka kitu chake, unyofu anaotumia na unyenyekevu, na wewe pia kwa hiyo tunaendelea kujifunza. Akipiga simu hata kama umelala utaamka tu, ana ile lugha ya kuieleza. Lakini katika hilo la shukrani pia kama baraza tunaendelea kumshukuru kwa
nafasi ya huduma ambazo wameendelea kuzitaja, walizitaja ambazo ameendelea kuihudumia baraza letu kama mwenyekiti wa bodi ya seminari, mkuu wa rasilimali watu wakati fulani staffing, na sasa hivi kama mjumbe wa audit na ethics. Katika hilo la shukrani pia mhubiri alitaja lile la ukarimu, na mimi pia nipite hapo kwamba yeye pia ni mkarimu kwa vitendo, mkarimu katika kuhudumia. Hata ukifika pale waskofuni, yeye atahakikisha cha kwanza atakuuliza wewe umeshafika kanisani. Kama hujafika atakwambia nenda kumsalimia Yesu. Kwa hiyo atakutoa kwenye kochi pale, na baadaye atahakikisha kwamba pia unakula mezani, atakukaribisha na atakuhudumia. Atakwambia kuna mtori hapa, lete bakuli hapa. Yeye mwenyewe anahudumia. Hata wakati mwingine kama ni waini au divai atahudumia. Kwa hiyo katika ukarimu, tukisoma barua ya pili ya Paulo mtume kwa Korinto sura ya 8 mstari wa 5, Paulo mtume anawaambia wa Korinto, nyinyi wenyewe mmejitoa kwanza kwa Mungu. Baada ya kujitoa kwa Mungu, na sasa mnawahudumia wengine. Nafikiri ndio alichofanya, amejitoa kwa Mungu, na baada ya kujitoa kwa Mungu sasa anahudumia wengine. Yametajwa ya kutosha aliyofanya kwa kuitoa ile seminari, ile kituo cha kule Kahama kuwa sasa seminari kuu. Lakini katika baraza pia tunapenda pia kama baraza kumshukuru yeye na kushukuru jimbo la Moshi kwa kupokea pia majukumu mbalimbali katika baraza. Kwa sasa katika secretariat na katika taasisi zetu mbalimbali, mapadri kutoka jimbo la Moshi wanaohudumia katika taasisi zetu mbalimbali za baraza wako 19. 19 ni idadi kubwa. Kwa hiyo tunamshukuru askofu, lakini tunawashukuru mapadri wa Moshi na tunashukuru nyinyi waumini wote wa Moshi kwa ukarimu wenu. Mlitoa kwa Mungu na mnatoa tena kwetu. Asanteni sana. Na kwa hivi karibuni pia Baba Minde ametoa pia kupitia ile fide donum zawadi ya Mungu mapadri. Mpaka sasa walau kwa majimbo hapa Tanzania ameshatoa mapadri 8 vijana wadogo, na mmoja wa walio beneficiaries wa mapadri ni mimi mwenyewe hapa kutoka Lindi. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Baba Minde, tunakushukuru kwa ukarimu mkubwa. Lakini labda nitaje pia lingine ambalo labda halijasemwa. Pia waumini wa jimbo la Moshi pia tunawashukuru. Nyinyi tangu mmepokea kwa mara ya kwanza imani katika majimbo mbalimbali, kuchangia uinjilishaji kwa kujua au hata kutokujua. Kwa hiyo mara nyingi maeneo mbalimbali mlioko hapa Tanzania, tunawashukuru kwamba mmeendelea kujitambulisha kama na imani yenu kama waumini wa kanisa Katoliki, lakini wakati mwingine hata kupokea majukumu ya uongozi pale mlipoombwa sehemu mbalimbali katika kanisa letu la Tanzania. Tunawashukuru sana katika hilo, hasa uinjilishaji katika sehemu za mjini. Tunasubiri kidogo sasa muingie vijijini. Mpaka sasa hivi mko mjini, kwa hiyo karibuni vijijini pia. Tumsifu Yesu Kristo. Mwisho, Baba Askofu Ludovick Minde, Mungu aendelee kukujalia nguvu, afya ya roho na mwili na nguvu. Uendelee kutimiza mapenzi ya Mungu kadiri alivyokuitia tangu mwanzo. Hongera sana na pongezi nyingi.
Basi niwaalike washamu maaskofu. Sasa tumpongeze Askofu Minde walau kwa ishara kidogo, lakini pia wale wa taasisi za baraza, viongozi wao naomba tujiunge nao. Karibuni.